Salamu sana mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Tunamalizia juma la Pasaka. Tunalimalizia sasa juma la Pasaka. Na tunatazama jinsi Yesu alivyojidhihirisha kwa wanafunzi wake kwa namna mbalimbali, na waandishi walivyoandika kwa namna mbalimbali, walivyoona na walivyosikia. Injili ya Yohana sura ya 21, tuanze mstari wa 20. Petro akageuka akamuona yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu anafuata. Ndiye huyo aliyeegama kifuani pake wakati wa chakula cha jioni. Akasema, Bwana, ni nani akusalitie? Basi Petro akamuona huyo, akamwambia Yesu, Bwana, na huyu je? Yesu akamwambia, ikiwa nataka huyu akae hata nijapo, pasaje wewe nifuate mimi. Basi neno hilo likaenea katikati ya ndugu ya kwamba mwanafunzi yule hafi. Lakini Yesu hakumwambia kwamba hafi, bali ikiwa nataka huyo akae hata nijapo, imekupasaje wewe? Huyu ndiye yule mwanafunzi aliyeshuhudia. Huyu ndiye yule mwanafunzi ayashuhudiaye haya na aliyeandika haya, nasi twajua kuwa ushuhuda wake ni kweli. Na mambo mengine mengi aliyefanya Yesu ambayo hayakuandikwa, ambayo mstari wa 25, kuna na mambo mengi aliyofanya Yesu ambayo yakiandikwa moja moja, nadhani hata ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu vitakavyoandikwa. Amen. Hapa tunakutana na jambo lingine. Petro ambaye alipewa jukumu la kulichunga kanisa na kulilisha. Sasa alipomaliza Yesu kumpa lile jukumu, kuna jambo lingine lilitokea hapo. Nalo ni hili. Petro aliambiwa nifuate. Sasa Petro akaanza kumfuata Yesu. Alipokuwa akimfuata, akamuona Yohana anamfuata naye. Huyu Yohana ni yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu sana. Na wakati wa chakula cha mwisho, kile siku walipokula chakula cha mwisho, ndiye alikuwa ameegama kwenye kifua cha Yesu. Wakati Yesu anawaambia, mmoja wenu atanisaliti, sasa Petro alimpungia mkono, hebu muulize ni nani anayetaka kumsaliti. Sasa huyu mwanafunzi ndiye aliyemuuliza Yesu, je, nani anayetaka kusaliti? Kwa hiyo huyu ni mwanafunzi mpendwa wa Yesu. Sasa wakati anamfuata, Petro akamuona huyo, akamuuliza Yesu, mbona huyu naye anatufuata? Umesema mimi ndio nikufuate, mbona huyu naye anakuja? Yesu akamwambia, ikiwa nataka huyu akae hata nijapo, imekupasaje wewe nifuate mimi? Kwa kifupi anamwambia, wewe nifuate mimi. Kwani nikitaka huyu aishi mpaka nitakaporudi tena mara ya pili, wewe inakuhusu nini? Wewe nifuate mimi, sinakwambia nifuate. Acha na yeye nifuate. Kama nataka huyu aendelee kuwa hai mpaka nitakapokuja, kwani kuna shida gani? Sasa neno hili halikueleweka vizuri kwa wale waliosikia. Wakasema, huyu bwana kumbe atakaa milele huyu. Sikiliza mstari wa 23. Basi neno hilo lilienea katikati ya ndugu ya kwamba mwanafunzi yule hafi. Kwa Yesu kumwambia kwamba imekupasaje nini? Yaani kwamba Yesu alimwambia Petro kwamba kama nikitaka huyu akae mpaka nijapo, wewe imekupasaje? Wewe nifuate mimi. Lakini sasa neno hilo likaenea katikati ya watu kwamba yule mwanafunzi Yesu amemwambia hawezi kufa. Lakini Yesu akasema, mimi sikusema hiyo. Nilisema ikiwa nataka huyu akae hata nijapo, imekupasaje wewe? Ndicho nilichosema, sikusema kwamba hata kufa. Kwa hiyo aliondoa ule utata kwamba mimi sikusema kwamba Yohana hafi, lakini nilisema
kwamba ikiwa nataka huyu akae mpaka nijapo, wewe imekupasaje? Wewe nifuate mimi tu. Basi akawaondolea ule utata, lakini wengine wakaendelea kushikilia kwamba Yohana bwana wewe hufi bwana. Sasa Yohana aliyeandika habari hizi anasema hivi: huyu ndiye wanafunzi ashuhudiaye haya na aliyeandika haya, nasi twajua ya kuwa ushuhuda wake ni kweli. Kwa hiyo huyu bwana hakutaka kujitaja, akaonyesha kama sio yeye, lakini yeye ndio aliyeandika. Anasema huyu ndiye yule mwanafunzi aliyeandika haya, nasi twajua ya kuwa ushuhuda wake ni kweli. Sasa kuna jambo la mwisho hapa, anasema kuna na mambo mengine aliyoyafanya Yesu ambaye yakiandikwa moja moja, huyu mwandishi anasema nadhani hata ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu vitakavyoandikwa. Neno hili linamaanisha kwamba yapo matukio mengi Yesu aliyoyafanya ambayo hayakuandikwa. Yako mambo mengi ambayo Yesu aliyatenda ambayo hayakuandikwa. Yapo maneno mengi aliyasema Yesu ambayo hayakuandikwa. Sasa huyu mwandishi anasema kama yangeandikwa, wingi wa vitabu usingetosha hata huu ulimwengu. Maana yake Yesu aliongea maneno mengi, kama yangeandikwa yote vitabu vingekuwa vingi kuliko ulimwengu. Hata ulimwengu usingetosha, ungejaa vitabu tu vya maneno ya Yesu, usingetosha. Kwa hiyo maana yake sasa anasema haya yaliyoandikwa ili sisi tupate kuamini. Haya yaliyoandikwa, ukisoma sura 20 mstari wa mwisho anasema yaliandikwa hayo ili sisi tupate kuamini. Alisema haya yaliandikwa, angalia mstari wa mwisho, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Kwa hiyo haya yaliandikwa ili kutufanya sisi tuamini, kuliko yale mengi ambayo yangeandikwa labda yangetuchosha bure. Lakini muhimu ni haya ambayo yaliandikwa ili sisi tupate kuamini. Mungu wa mbinguni akubariki wewe uliyesikia haya. Mungu wa mbinguni akubariki sana sana. Bila shaka umepata kitu. Nami ni kusihi sana usiache kufuatilia kipindi hiki muhimu. Maana kitakusogeza mahali na wewe utapata ufahamu zaidi. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alisema ametufungulia akili zetu tupate kuelewa maandiko. Kwa hiyo kuelewa maandiko kwetu ni muhimu zaidi kuliko chochote. Neema ya Mungu na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu kae pamoja nawe sasa na hata milele. Amen.